inapendeza wakati ambapo unachukua fursa tu kutufuatilia. Ndio maana tunavulia kofia watu wa Kenya katika nafasi ya kwanza kwa kuweza kutufuatilia. Tanzania na watu wa Marekani katika nafasi ya pili, alafu Tanzania katika nafasi ya tatu. Tanzania katika eneo lile la Dar es Salaam ndio limekuwa na wasikilizaji wengi tu katika hatua hiyo kuweza kutufuatilia. Tunashukuru. Nafasi ya 4 ni Nigeria, ambapo mwezi huu Nigeria pale maeneo ya Lagos wametufuatilia vizuri. Tunashukuru sana watu wa Nigeria. Qatar katika nafasi ya 5 katika maeneo ya Qatar kule wametufuatilia vizuri sana, tunashukuru. Eneo lile la Saudi Arabia pale maeneo ya Dammam, tunashukuru sana ukiendelea kutufuatilia. Mmefanya kazi nzuri sana katika hatua kuweza kutufuatilia. Hatuchukulii tu ni hivi tu. Watu wa Uingereza, United Kingdom, tunashukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia. Tunashukuru sana eneo lile la Uingereza, lile eneo la Eddlestone, vile vile katika lile eneo la Northfield tuna wasikilizaji pale wengi tu. Tunashukuru kwa kuendelea kutufuatilia. Asante sana watu wa Canada, eneo lile la Canada katika eneo lile la Montreal, tunashukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia. Maeneo ya Finland, eneo lile la Finland, eneo la Espoo, tunashukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia wasikilizaji wetu pale maeneo ya Finland. Asante sana watu wa Guinea Bissau kwa kutufuatilia pale maeneo ya Guinea Bissau katika lile jiji la Bissau pale, mji mkuu wa Bissau, tunashukuru sana kwa kutufuatilia. Eneo la Malawi, ambapo namna hiyo vile vile hawajaachwa nyuma kwa kuendelea kutufuatilia maeneo ya Malawi, maeneo yale ya Somalia. Katika eneo lile la Somalia katika mji ule wa Bosaso, tunashukuru sana wasikilizaji wetu katika eneo lile la Bosaso pale Somalia. Nashukuru sana watu wa South Sudan kwa kuendelea kutufuatilia, tunashukuru. Eneo lile la South Sudan, eneo lile la Rumbek katika eneo la South Sudan pale maeneo ya Rumbek, tunashukuru sana kwa kutufuatilia. Maeneo ya Turkey kule maeneo ya Turkey, tunashukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia katika eneo lile la Turkey, mji ule mkuu wa Ankara, tunashukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia. Mawimbi yetu pale yanagonga vizuri. Watu wa United Arab Emirates, tunashukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia sana sana sana, tunashukuru na Mungu awabariki sana. Na wengine ambao bado mnajitafuta katika hatua ya kuweza kutufuatilia, tunashukuru sana mahali ulipo unapochukua nafasi ya kutufuatilia. Ni saa 7 za mchana. Tunasonga, it's the West, they know who we are. Niko na sasa unapenda, nasema natenda, najitolea. I'm always here for you, anywhere with you. Let's fall in love again, make our dreams come true. You can, I can too. You're my star, yeah. I know it's time is to shine for the world. You're my star, yeah. I know it's time is to shine for the world. Go on, shine then. Keep on shining. Usiache, keep on shining. Usiache, keep on shining. Usiache, keep on shining. Natumai, najituma, future yangu
keep on shining. Usiache, keep on shining. Usiache, keep on shining. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Swahili Radio. Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu basi ni wakati mwafaka kwenda kupokea Afrika Leo Mchana. Karibu katika matangazo yetu ya Afrika Leo Mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Trump amwita Putin mwenda wazimu baada ya shambulio kubwa la Urusi huko Ukraine. Korea Kaskazini amkamata afisa mkuu kwa kushindwa kuzindua meli ya kivita. India iko katika hali ya tahadhari baada ya meli iliyobeba shehena hatari kuzama. Maelfu wamkumbuka George Floyd kwenye maadhimisho ya kifo chake. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameonyesha kukerwa na baadhi ya watumishi wa umma ambao huvujisha siri na nyaraka za serikali, akisema huko ni kukosa uzalendo kwa nchi. Kundi la waasi la M23 limesema aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila amewasili katika mji wa mashariki ya Goma. Zaidi ya watu 50 wameuawa katika shambulio la Israeli huko Gaza. Nchini Kenya, washirika wa karibu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ambao bado wapo serikalini huenda wakajikuta pabaya. Na rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema alikuwa na mazungumzo mazuri na simu na rais Donald Trump wa Marekani baada ya kutishia kutoza bidhaa kutoka Umoja wa Ulaya ushuru wa 50%. Von der Leyen akiahidi kuchukua hatua. Na katika makala ya Je Wajua, nitakufahamisha kwamba bibi harusi mmoja aliyebakwa na wanaume watatu siku ya harusi yake. Naam. Na tumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari Afrika Leo Mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Ndege ya Japani iliyokuwa ikitoka Tokyo kuelekea Texas nchini Marekani imelazimika kutua kwa dharura baada ya abiria kujaribu kufungua moja ya milango yake wakati wa safari hiyo. Ndege nambari 114 ya Nippon Air ilielekezwa Seattle saa chache baada ya kupaa siku ya Jumamosi kutokana na abiria mkorofi, shirika hilo la ndege limesema. Polisi wa Seattle waliambia vyombo vya habari kuwa walikuwa wamearifiwa kuhusu mtu ambaye alijaribu kufungua milango ya kutokea wakati safari ya ndege ikiwa. Mwanaume huyo ambaye hakutambuliwa alikuwa na shida ya kiafya na ilibidi azuiliwa na abiria wengine na wafanyakazi wa ndege, polisi wamesema. Baadaye alipelekwa hospitalini, haijabainika iwapo atakabiliwa na mashtaka yoyote. Wakati wa ndege ilikuwa ikisubiri kwenye lami ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Seattle Tacoma,
Mtu wa pili aliondolewa kwenye ndege kwa tabia mbaya, mamlaka imesema. Data ya safari za ndege inaonyesha kwamba ndege hiyo ilifika mahala hapo kutokea maeneo ya George Bush International Airport huko Austin, Marekani, Jumamosi mwendo wa saa 12:40 saa za ndani, sawia na saa 11:40 GMT, saa 4 baada ya muda wake uliopangwa kuwasili. Hili ni tukio la hivi karibuni zaidi katika msururu wa matukio kama hayo. Mnamo Aprili, ndege ya Jetstar kutoka Bali, Indonesia ililazimika kugeuka wakati wa safari ya kuelekea Melbourne, Australia, baada ya abiria vilevile kujaribu kufungua mlango wa ndege angani. Novemba mwaka jana, mwanaume aliyejaribu kufungua mlango wa ndege wakati wa safari za ndege ya America Airlines alizuiliwa na kufungwa na abiria wenzake kwa mkanda. Na mnamo Novemba mwaka wa 2023, abiria 9 wa ndege ya Asiana Airlines walipelekwa hospitalini wakiwa na matatizo ya kupumua baada ya mtu kufanikiwa kufungua mlango wa dharura wa ndege kabla ya kutua kwenye uwanja wa ndege wa Korea Kusini. Raia wa nchi mbili za Marekani na Ujerumani amekamatwa Jumapili kwa madai ya kujaribu kulipua ubalozi wa Marekani huko Tel Aviv, Israel, kulingana na wizara ya sheria. Maafisa wamesema walimkamata Joseph Neumeyer, miaka 28, katika uwanja wa ndege wa John F. Kennedy mjini New York. Alikuwa amerejeshwa na mamlaka ya Israeli baada ya kupatikana na vifaa vya vilipuzi kwenye mkoba karibu na ubalozi huo. Bwana Neumeyer alifikishwa mahakamani Jumapili na anazuiliwa gerezani, wizara hiyo imesema. Mamlaka katika jimbo la Kerala kusini mwa India wametoa tahadhari baada ya meli iliyokuwa imebeba mafuta na shehena ya hatari kuvuja na kuzama katika ufuo wa jimbo hilo katika bahari ya Arabia. Mwagikaji huo uliotokea katika meli yenye bendera ya Liberia ambayo ilipinduka karibu na jiji la Kochi siku ya Jumapili. Ukanda wa pwani una wingi wa viumbe hai na pia kivutio muhimu cha watalii. Wafanyakazi wote 24 wamekuwepo kwenye meli hiyo wameokolewa, lakini baadhi ya makontena 640 ya meli hiyo yameripotiwa kuwa yakielea ufukweni na hivyo kusababisha yahamishwe. Mamlaka inahofia kuwa mafuta ufukweni ambapo na vitu vingine kwenye madhara ambavyo vimevuja kutoka kwa meli na shehena yake vinaweza kuhatarisha afya ya wakazi wa viumbe wa baharini. Maelfu ya watu wanamkumbuka George Floyd katika kumbukumbu ya miaka 5 tangu alipofariki dunia alipouawa na polisi. Mauaji ya Floyd, mwanaume mweusi tokea Minneapolis, alisababisha maandamano nchini Marekani kupinga ubaguzi wa rangi na ukatili wa polisi. Siku ya Jumapili, familia ya Floyd ilikusanyika katika mji wa Austin, Marekani, karibu na kaburi la Floyd kwa ibada iliyoongozwa na kasisi L. Shelton huku Minneapolis. Hata hivyo, kile ambacho wengi walikisifu kama juhudi ya kitaifa kukabiliana ubaguzi wa rangi baada ya kifo cha Floyd inaonekana kufifia wakati utawala wa Donald Trump kwa kurudisha nyuma mageuzi ya polisi huku Minneapolis na miji mingine. Korea Kaskazini imekamata afisa wa 4 kutokana na kushindwa kuzinduliwa kwa meli mpya ya kivita, jambo ambalo limemkasirisha kiongozi wa taifa hilo Kim Jong-un. Ri Yong-song, naibu mkurugenzi wa idara ya viwanda vya silaha wa chama tawala, alihusika kwa kiasi kikubwa kwa matokeo hayo, shirika la habari la serikali KCNA limesema Jumatatu hii. Meli hiyo ilikuwa imeharibika sehemu yake ya ndani katika kile Kim ameeleza kama kitendo cha uhalifu ambacho kimeharibia sana heshima ya taifa lake. Chombo hicho kimerekebishwa chini ya mwongozo wa kikundi cha wataalamu wa KCNA.
Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema alikuwa na mazungumzo mazuri na ya simu na rais wa Marekani Donald Trump baada yake kutishia kutoza bidhaa kutoka Umoja wa Ulaya ushuru wa 50%, von der Leyen akiahidi kuchukua hatua za haraka kuhusu makubaliano ya kibiashara. Baada ya mazungumzo yao, wawili hao wamekubaliana kusitisha kwa muda utekelezwaji wa ushuru huo hadi mwezi Julai kwa lengo la kuafikia makubaliano mazuri na kuepuka mzozo wa kibiashara. Kwenye ukurasa wa X, von der Leyen aliandika kuwa Umoja wa Ulaya na Marekani wana uhusiano muhimu na wa karibu wa kibiashara. Nchini Kenya, washirika wa karibu aliyekuwa naibu rais taifa hilo Rigathi Gachagua, ambao bado wapo serikalini, huenda wakajikuta pabaya, wakati huu kukiwa na hofu ya baadhi ya kukamatwa na kuenguliwa kwenye nafasi zao. Baadhi ya wafuasi wa Gachagua wamo ndani ya chama cha Rais William Ruto cha UDA, na sasa huenda wakavuliwa wanachama wao na kupoteza nafasi walizonazo. Je, lakini ikiwa hili litafanyika, litakuwa na athari zipi kisiasa, hasa kwa Rais Ruto? Felix Arego ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiwa nchini Kenya. Kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ambao bado wapo serikalini huenda wakajikuta pabaya, wakati huu kukiwa na hofu ya baadhi yao kukamatwa au kuenguliwa kwenye nafasi zao. Baadhi ya wafuasi wa Gachagua wamo ndani ya chama cha Rais William Ruto cha UDA, na sasa huenda wakavuliwa wanachama wao na kupoteza nafasi walizonazo. Lakini je, ikiwa hili litafanyika, litakuwa na athari gani kisiasa, haswa kwa Rais Ruto? Felix Arego ni mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa nchini Kenya. Huyu atakuwa anasema kwamba kuna jinsi serikali inamdhulumisha ndio apate ile sympathy. Rais William Ruto alitumia hii mbinu mwaka wa 2022 na ilimsaidia sana. Sasa wakati huu Rigathi Gachagua ni mwanafunzi wake rais, amekuwa akitumia hii. Rais atakuwa amejiangusha kabisa wakati ambapo atachukua hatua ya kushika wapinzani wake. Ni mtazamo wake Felix Arego, mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa nchini Kenya. Rais wa Marekani Donald Trump amekashifu Rais Vladimir Putin wa Urusi baada ya Moscow kufanya mashambulio ya ndege zisizo na rubani dhidi ya Ukraine kuamkia siku ya Jumapili, licha ya nchi hizo mbili kuhitimisha zoezi la ubadilishanaji wafungwa. Licha ya wito wa kimataifa, Moscow imeendeleza mashambulio yake ya anga kulenga miji tofauti nchini Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema kwamba kila siku Putin anapata sababu ya kuendelea na vita bila kuwekewa shinikizo zaidi, vita havitaisha. Marekani Donald Trump amemkashifu Rais Vladimir Putin wa Urusi baada ya Moscow kufanya mashambulio ya ndege zisizo na rubani dhidi ya Ukraine kuamkia siku ya Jumapili, licha nchi hizo mbili kuhitimisha zoezi la ubadilishanaji wafungwa. Licha ya wito wa kimataifa, Moscow imeendeleza mashambulio yake ya anga kulenga miji tofauti nchini Ukraine. Hii hapa kauli ya Rais Trump. Sifurahishwi na kile anachokifanya Bwana Putin, anawaua watu wengi sana. Sijui nini kimempata Putin. Nimemfahamu kwa muda mrefu na nimekuwa na uhusiano mzuri naye, lakini anatumia roketi kwenye miji na kuwaua watu na sipendezwi na hilo. Tuko tayari, tupo kwenye mazungumzo, na anashambulia Kiev na miji mingine kwa roketi. Sipendezwi kabisa. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema kwamba kila siku Putin anapata sababu ya kuendeleza vita, na bila kuwekewa shinikizo zaidi, vita havitaisha. Chama tawala nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo cha UDPS chake Felix Tshisekedi kimemjibu rais wa zamani Joseph Kabila kuhusu matamshi yake kuwa serikali ya sasa imekuwa ya kidikteta na imeshindwa kutatua changamoto za wananchi. Katibu mkuu wa UDPS Augustin Kabuya amemwelezea Kabila kama kibaraka wa Rwanda na kiongozi wa kundi la M23, na kuongeza kuwa kiongozi huyo wa zamani hana cha kuifunza serikali ya Rais Tshisekedi. Kauli ya chama hicho tawala
imeungwa mkono na msemaji wa serikali Patrick Muyaya. Vita vya maneno vimeshuhudiwa nchini DRC Congo katika kati ya Kabila na serikali baada ya wiki iliyopita kiongozi huyu wa zamani kuondolewa kinga na kushtakiwa na maseneta. Cha UDPS chake Felix Tshisekedi kimemjibu rais wa zamani Joseph Kabila kuhusu matamshi yake kuwa serikali ya sasa imekuwa ya kidikteta na imeshindwa kutatua changamoto za wananchi. Katibu mkuu wa UDPS Augustin Kabuya amemwelezea Kabila kama kibaraka wa Rwanda na kiongozi wa kundi la M23 na kuongeza kuwa kiongozi huyo wa zamani hana cha kuifunza serikali ya rais Tshisekedi. Kauli ya chama hicho tawala imeungwa mkono na msemaji wa serikali Patrick Muyaya. En réalité, le président Kabila est un homme du passé qui n'a... Kwa kweli Rais Kabila ni mtu aliyepita na hana lolote la kupendekeza kuhusu hatima ya nchi. Kwanza tuliona akizungumza na gazeti la Sunday Times la Afrika Kusini, ambapo alionyesha uungwaji mkono kwa kundi ambalo yeye mwenyewe alipiga vita akiwa kama rais. Ni mchanganyiko na mkanganyiko unaojitokeza hapa. Tupo kwenye demokrasia, kila mtu yuko huru kwa maoni yake. Sisi tunafanya kile ambacho alishindwa kutatua alipokuwa madarakani. Muhimu kwetu kama serikali ni kuhakikisha kuwa tunapiga hatua. Kuna mahakama ya historia, lakini kwa kweli uamuzi aliochukua unaharibu hata mazuri aliyowahi kufanya. Inasikitisha. Vita vya maneno vinashuhudiwa nchini DRC kati ya Kabila na serikali baada ya wiki iliyopita kiongozi huyo wa zamani kuondolewa kinga ya kushtakiwa na maseneta. Na katika taifa la Kenya, mbunge aliyedaiwa kutekwa siku ya Jumapili wakati akiwa kanisani amepatikana. Kulingana na vyombo vya habari vya ndani, George Koimburi amepatikana akiwa ametupwa kwenye shamba moja la kahawa katika eneo la Mlima Kenya, hali yake ya kiafya ikiwa mbaya, ambapo amepelekwa katika hospitali kwa ajili ya kupokea matibabu. Idara ya upelelezi imekanusha kuhusika na utekaji nyara wa mbunge huyo. Wanajihadi nchini Mali mwishoni mwa wiki iliyopita walitekeleza shambulio kwenye kampuni ya ujenzi nchini China kwenye jimbo la Kayesa magharibi mwa taifa hilo. Watu hao wenye silaha walifanikisha mojawapo malengo yao ya kuharibu vifaa vya kampuni hiyo baada ya shambulio hilo. Shambulio hilo dhidi ya kampuni ya Covec inayojenga barabara kutoka Kayes kwenda Diema ilipelekea pia wanajihadi hao kuteketeza moto matrekta yanayotumiwa na wajenzi hao. Hali hiyo imeacha wasiwasi mkubwa kwenye eneo hilo, huku wafanyakazi kutoka China wakiachwa na hofu, wakati huu ikibainika kwamba wanajihadi hao pia walilenga kuwateka wa China wanaofanya kazi kwenye kampuni hiyo. Hili ni shambulio la pili ndani ya mwezi mmoja katika jimbo hilo la Kayes baada ya wanajihadi hao mapema mwezi huu kushambulia mgodi wa madini unaomilikiwa na wawekezaji wengine kutoka China. Jeshi la Uganda Jumapili ya wiki hii limetangaza kusitisha ushirikiano wote wa kiulinzi na Ujerumani, ikimtuhumu balozi wa Berlin Matthias Skoya kwa kuingilia masuala ya ndani ya taifa hilo. Msemaji wa jeshi la UPDF Chris Magezi katika taarifa amesema hatua hiyo imechukuliwa kufuatia ripoti za kuaminika zinazohusu balozi huyo kujihusisha na vitendo vinavyotishia usalama wa kitaifa. Licha ya kwamba taarifa hiyo haikuweka wazi vitendo hivyo, imemtuhumu balozi huyo kwa kushirikiana na makundi ya kisiasa na kijeshi yanayopinga serikali ya Uganda. Tangazo hilo la jeshi ambalo linazidisha mvutano kati ya Uganda na Ujerumani linafuatia tangazo lingine la serikali Ijumaa iliyopita
iliyopita, ambayo ilionya kuwa baadhi ya balozi za Ulaya zinaunga mkono makundi hasi na wasaliti, ujumbe huo ukionekana kumlenga balozi Shawa ambaye amehudumu kama balozi wa Ujerumani nchini Uganda tangu mwaka 2020 amekabiliwa na ukosoaji baada ya mkutano wake wa faragha na kaka yake Rais Yoweri Museveni, ambapo anadaiwa kukosoa tabia ya mtoto wa Museveni na mkuu wa majeshi Muhoozi Kainerugaba kwenye mitandao ya kijamii. Hadi sasa bado haijafahamika namna hatua hiyo itaathiri uhusiano mpana wa kijeshi kati ya Uganda na Ujerumani, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikitoa msaada wa vifaa na kiufundi kwa jeshi la Uganda. Takribani wa Palestina 24 wameuawa katika shambulio mawili tofauti ya anga ya Israeli usiku kucha, ikiwa ni pamoja na shambulio dhidi ya shule ambayo ni makazi ya familia ilizohamishwa wakati katikati mwa Gaza, kulingana na madaktari na maafisa wa ulinzi na raia. Shambulio hilo lilolenga shule Fahmi El Jagawi katika jiji la Gaza, ambalo limekuwa likihifadhi mamia ya watu waliokimbia makazi yao kaskazini mwa Beit Lahiya, ambao kwa sasa unashuhudia mashambulio makali kutoka kwa jeshi la Israel. Msemaji wa shirika la ulinzi la raia wa Gaza linaloendeshwa na Hamas limesema miili 20 ikiwa ni pamoja na watoto imeokolewa shuleni humo, wengi wao wakiwa wameugua vibaya. Wameungua vibaya baada ya moto kuteketeza vyumba viwili vya madarasa. Kwenye taarifa nyingine ni kwamba Uhabeshi imedhibitisha kesi yake ya kwanza ya ugonjwa wa mpox unaohusishwa na mtoto mchanga wa siku 21 na mama wa mtoto huyo katika mpaka wa kusini mwa mji wa Moyale. Wizara ya Afya na Taasisi ya Afya ya Umma ya Ethiopia imesema virusi hivyo vinaweza kuletwa kutoka nchi jirani. Ndugu kadhaa ambao walikuwa na mawasiliano na familia kwa sasa wamewekwa karantini kama tahadhari. Yapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari Afrika leo mchana. Ambapo habari kuu ni kwamba mashambulio ya Urusi yaua watu 13 Ukraine. Trump ahidi utozaji ushuru wa 50% kwa bidhaa za Ulaya hadi Julai. Zaidi ya wahamiaji 500 waokolewa Ugiriki. Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625, account namba ni 01 24 50 85 21 7800, au till namba ni 456148 kupitia mitandao yote ya urushaji wa hela. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani.
Karibu tena, ambapo moja kwa moja kabla sijakuletea makala, basi nachukua fursa hii kuweza kusoma yale ambayo basi umeweza kuyanakili kufuatia yale ambayo tumeweza kuletea siku ya leo, ambapo msikilizaji namuona hapa hivi Selegado pale hivi Mdikala pale hivi anasema Mozambique pale na wapata vizuri sana. Serikali ya Kongo isijichanganye, kumkamata Kabila ni kitu cha hatari sana, kitakuja Kongo isijichanganye. Wolf King pale hivi, ila pale hivi Simba pale hivi anasema wapambanaji na wapatia respect. Asante sana, nashukuru. Wolf King anasema wapambanaji na wapatia respect sana. Radio Fortune Africa mnafanya kazi nzuri, nyinyi ni wapambanaji, asante sana. Kamoja Amri Mayu asema Urambo pale Tanzania na wapata vyema sana Radio Fortune Africa. Ongera kwa habari zenyu za utendeti ambazo zinatufikia kwa njia nzuri sana maeneo haya. Asante sana na karibu huku Urambo, tutafika siku moja. Anaitwa Rafael pale Vingalanda pale hivi anasema kwamba eneo pale hivi ya Mkalamba pale hivi Singida pale kwa Wanyiramba pale hivi. Maeneo ya Singida ni maeneo ya Wanyiramba, kwa sababu maeneo ya Mbeya ni maeneo ya Wanyankyusa pale hivi. Singida Wanyiramba pale hivi. Tuko pamoja Radio Fortune Africa mchana wa leo kwenye Afrika leo mchana. Asante sana na wapata vyema. Big up, asante sana Rafael Ngalanda pale hivi ukiwa maeneo ya Singida pale kwa Wanyiramba pale. Anaitwa pale hivi nani anasema Robo pale hivi Mchina fundi simu pale hivi anasema maeneo pale hivi ya Katavi pale. Anasema Radio Fortune Africa na wapata mbashara kupitia kitandaazi ama Facebook ukipenda katika matangazo ya mchana wa leo Afrika leo mchana. Asante na karibu. Nani huyu anasema kweli Juma pale hivi, ila Trump kila akiamka anamuongelea Putin kwamba hayuko sawa kiakili, ila haoni ambacho Israeli wanafanya huko Gaza, au wao wanaokufa huko Gaza sio binadamu? Ndio swali ambalo Juma anauliza hapa. Maneti pale hivi Magogo Kione pale hivi anasema Waringa pale hivi Uluti, pole sana huko Gaza kwa kuwapoteza wapendwa wenu. Asante sana kwa maoni yako. Living pale hivi Kalisi pale hivi Ndege anasema Wakilima pale hivi Pigo Kilimanjaro pale Tanzania, kinachoendelea huko Gaza kinasikitisha sana. Naibi pale hivi Kitete pale hivi anasema ila Trump mnafiki sana, anaona kwa Putin ila Palestina aone. Ndio Zaibi pale hivi Kitete anazungumzia hayo. Lucas pale hivi Zabroni Wabugalika pale hivi Mwanza Tanzania, asante sana watu wa Mwanza pale maeneo ya maziwa makuu. Anasema Umoja wa Mataifa sasa ni wakati wa kukemea pale mashambulio ya Israeli katika ukanda wa Gaza. Audas pale hivi Marini pale hivi Kilimahewa pale hivi Big Bite pale hivi Mwanza Tanzania, maeneo yale ambayo ni ya maziwa makuu. Mauaji hayo yataisha lini? Eliad pale hivi Nandi pale hivi anasema bwana maeneo ya Sumbawanga pale hivi Tanzania, poleni sana ndugu mliopoteza wapendwa wenu katika mashambulio huko Gaza. Mungu azipumzishe roho za marehemu mala pema peponi. Haya ndio maoni yake Eliud pale hivi Nandi. Ndiye hali ambayo inajitokeza hapa. Innocent pale hivi Gabriel wa Mwanga pale hivi Kasulu Kigoma. Mungu wasaidie watu wote wanakumbwa na vita huko Gaza, wananchi wanapopoteza maendeleo na nguvu kazi pale maeneo ya Gaza. Sylvester pale Francisco pale Baba Felicia pale hivi mkazi wa Kakoma pale hivi Muleba pale hivi Tanzania, pole raia wa ukanda wa Gaza kwa madhila ya vita wanayopitia. Habitas pale hivi Kakwaya pale hivi wa Masasi pale hivi kusini mwa Tanzania, ni lini amani itapatikana huko Gaza? Raia wanaendelea kupoteza maisha. Jitihada za haraka kunusuru maisha ya watu ni muhimu sana. Ndio hali ambayo inajitokeza hapo msikilizaji. Elos pale hivi Silvestri pale hivi Samba Wasekei pale hivi Arusha Tanzania, Chombo Chode pale hivi Umoja wa Mataifa, chukweni hatua ya mapema na kukomesha pale hivi hayo machafuko huko Gaza, maana raia wasio na hatia wanapoteza maisha na wengine kupata ulemavu. Ndio hali ambayo inajitokeza hapa hivi katika maoni yake Elos pale hivi Silvestri pale hivi Samba anapotoa kauli zake nzito. Mwalimu Kennedy pale hivi Mpemba
anasema Kennedy pale hivi mkazi wa Kagongo pale hivi Kahama Tanzania, Israeli sitisha mashambulio Gaza ili amani ipatikane. Ndio maandishi yake hayo ambayo nayatilia sauti. Isaya pale hivi Kipareni pale hivi, Benjamin Netanyahu, usirudi nyuma na kuacha watu wako mikononi mwa maadui mpaka hao mataifa yatoe kauli ya kuamuru Hamasi waachie mateka na kusalimu amri. Kinyume cha hapo, Netanyahu na Israel waendelee na kazi walioianza. Haya, tutakumbuka tarehe 7 mwezi ukiwa ni wa 10 mwaka 23, Hamas ndio walianza uchokozi upande wa Israela, na ndio nasikia anasema kazi walioianza. Isaya Sambo pale mpenda amani Tanzania, inahuzunisha sana kama maafa yatazidi kuongezeka na hatua ya dhati kudhibiti mauaji hayo hazichukuliwi. Ndio hali ambayo inajitokeza katika ujumbe wake hapa ambao nautilia mimi sauti tu. Asante sana kwa maoni yako ambayo namna unapiga mwingi kutokana na taarifa kwamba M23 yasema Joseph Kabila amerejea DRC na yuko Goma. Generation 9 pale Vilongo pale kudhibitisha tuhuma zinazomkabili Kabila ni msaliti mkuu wa Kongo DRC. LD Nandi pale anazungumza vile vile katika hatua hiyo. Kambwi pale Bigman pale FC anasema ina maana akaenda kuishi Goma kuzuia kukamatwa kwake, maana jeshi la Kongo halina uwezo wa kwenda Goma na kumkamata. Inaonyesha kabisa kweli jamaa ni msaliti na analiunga mkono kundi hilo ili apindue nchi. Ndio wale ambaye inajitokeza pale viongera kwa Tshisekedi pamoja na timu yake ya diplomasia. Hatimaye wameweza kuvua maski kiongozi halisi wa M23. Dunia sasa imefahamu kwamba Kabila kwa kutumia mabilioni ya pesa aliyoiba kwa miaka 18 anayatumia kuunga mkono waasi akishirikiana na Kagame. George Ngasara pale Viyunji, huyu rais wa Kongo ni bogazi pale Tshisekedi hapa sasa kachokoza nyuki kwenda mzinga, na hii ni kete bora sana kwa Joseph Kabila ajiunge rasmi na M23 ili kuiondoa serikali Tshisekedi madarakani. Ndio yale ambayo inajitokeza hapo hivi. Balaki Kwizi anasema anaonekana kuwa anaenda kukaa Goma. Mungu hii dunia sio nyepesi. Joseph Kabila hakulizikaka tangu kwa utawala wake, anataka aendelee kumwaga damu, lakini sikuelewi Kiswahili chako dada, kaka yangu Balaki Kwizi pale hivi, ama ni dada yangu, sikupati vizuri sana. Vini veteran pale hivi wa kuongea waongee tena, anakuja kukomboa wanyonge wote, wazalendo hawana bahati. Ndio ambayo inajitokeza hapo. Mtulinde pale hivi weka anasema kwa kweli jamaa huyo ndiye asili ya uovu wa DRC, kisha kuharibu mfumo wa nchi, kuharibu jeshi na uchaguzi wa urais na kumweka Tshisekedi kwa magendo, na amewapa waasi silaha, kisha anakuja kusema nini? Ndio wale ambayo inajitokeza hapo msikilizaji kwenye taarifa yetu ya habari, ambapo nachukua maoni haya, ambapo Trump amwelezea Putin kama mtu asiye na akili. Isaka Msokile pale hivi anasema mimi nadhani Putin ana akili sana, ila Wamarekani hawataki kuona dunia yenye amani. Kila palipoharibika dunia kuna mkono wa Marekani, na hata hivyo vita vya Urusi na Ukraine havihusiki wahusika wakubwa wa kuchochea kuni ni Marekani na wafuasi wake. Urusi inajaribu kuweka usawa na kuiweka dunia kuwa mahala salama pa kuishi binadamu. Yana ambayo inajitokeza pale Bill Becker mwambieni hivi Trump kuwa Urusi viongozi wake wamekataa kujieleza, wapo kazini, yeye aendelee kupiga kelele na kutaka sifa ila na Marekani mmezoea sikuelewi hapo vizuri sana kwenye maongeo yako ambayo nayatilia tu sauti hapa. Anaitwa Godfrey pale Mlengule pale hivi Subutu pale hivi Marekani nacheza karata iliyopitwa na wakati, inajisahau kuwa Russia ni taifa lenye nguvu za kijeshi na uchumi. Ndio wale ambayo inajitokeza hapo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Pote pale ulipo unaungana nasi, basi ni taarifa ya habari, ambapo hivi sasa kabla sije kuletea kipenga cha michezo, basi moja kwa moja tunaenda kupokea
makala haya ambayo ni ya Je Wajua, ambayo basi makala ya Je Wajua ya Kishari Ndima kwenye redio, basi inakuwa nafasi nzuri tu ya kupokea kipenga, alafu baadaye twende mapumzikoni. Haya, kwenye Je Wajua, Terry Gombaga ni kasisi, mke wa mama wa watoto wawili, aliyezaliwa mjini Nairobi nchini Kenya, japo makao yake kwa sasa ni nchini Marekani katika jimbo la Texas. Terry Gombanga wakati huo alijulikana kama Terry Apudo. Siku iliyoandaliwa kama ni harusi yake, jamaa na marafiki walifika wakisubiri bibi harusi ambaye ni Terry, lakini hakuonekana wala hakuna aliyejua aliko. Hakuna aliyedhani kuwa alikuwa ametekwa nyara, akabakwa na kisha kuachwa kama mzoga barabarani kilomita kadhaa kutoka nyumbani kwao. Ni matukio ambayo yalibadilisha kabisa maisha ya Terry. Hivi leo anaishi na makovu yaliyopita, ila yeye ni mshindi. Terry anaelezea kuwa mpango wenyewe wa sherehe ya harusi yake ulikuwa makususi na ilikuwa iwe kubwa mno kama anavyokumbuka. Kwenye mabano na mnukuu, mimi kama kasisi nina wafuasi wa kanisa langu na hawakuwa wachache pia. Kulikuwa na marafiki pamoja na watu wa jamii yangu na pia kutoka upande wa mume wangu. Tulikuwa tufunge harusi katika kanisa kubwa la All Saints Cathedral, jiji kuu la Nairobi, Kenya. Nilikuwa nimekodi nguo ya harusi iliyokuwa inapendeza. Kwa bahati mbaya, usiku huo wa kabla ya harusi, Terry aligundua kuwa alikuwa na baadhi ya mavazi ya mchumba wake kama tai na kadhalika, na ilikuwa ni muhimu mavazi ya bwana harusi yaandamane. Kwa hivyo rafiki aliyekuwa naye usiku huo alijitolea kuwasilisha mavazi hayo mapema asubuhi kabla ya sherehe ya harusi kuanza. Kwa hivyo Terry na rafiki yake waliamka mapema, na ikawa kuwa Terry alikuwa anamsindikisha yule rafiki hadi kituo cha basi. Lakini alipokuwa njiani arejea nyumbani, na alimpita mwanamume mmoja aliyekuwa ameketi katika sehemu ya mbele ya gari. Mara ghafla akamnyanyua kwa nguvu kutoka upande wa nyuma na kumpachika katika sehemu ya nyuma ya gari hilo, tukio ambalo anasema lilifanyika kwa sekunde hivi. Ndani ya gari hilo ulikuwemo wanaume wengine wawili, na ghafla gari likashika kasi. Terry anakumbuka kipande cha nguo kilishindiliwa kwa nguvu ndani ya kinywa chake, huku akipiga mayoyo, akirusha miguu na mikono juu, akilia wamwache huru na siku ya harusi. Hapo ndipo alipata ngumi ya kwanza, huku mmoja wa wanaume hao akiamrisha ashirikishwe nao au afe. Terry alikumbuka kuwa wanaume hao walikuwa wanambaka mmoja baada ya mwingine. Anasema alihisi kuwa angekufa, lakini alizidi kupambania maisha yake. Anakumbuka kuwa mmoja wa wanaume hao ambaye alikuwa aliendesha gari hilo alisimamisha kando, na ikawa ni nafasi yake kumbaka. Alitoa mdomoni kipande cha nguo kilichotumiwa kubana sauti yake Terry. Kwenye mabano na mnukuu, nilijua kuwa maisha yangu yalikuwa yamekwisha. Niliamua kumwachia huyo mwanaume alama ya milele. Hapo ndipo nilimuuma uume wake kwa nguvu, huku akipiga kelele za ajabu. Kilichofuata ni Terry kudungwa kisu tumboni mwake, na ghafla binvu akasukumwa nje ya gari ambalo lilikuwa linaendeshwa kwa kasi. Terry anasema kuwa alielezwa kuwa damu zilikuwa zinamdondoka, huku akiwa mtupu sehemu za chini ya mwili wake. Saa 6 zilipita tangu alipotekwa nyara. Ni mtoto mmoja aliyeshuhudia akitupwa nje ya gari hilo. Alipiga kelele na watu wakaja kumwokoa. Yeye anasema kuwa alikuwa amezimia kama aliyefariki dunia. Kwa hivyo afisa wa polisi walipowasili walijua kuwa amefariki, na walimfunika kwa blanketi kama aliyefariki dunia, na safari ya kumpeleka chumba cha kuhifadhia maiti ikaanza. Kwenye mabano na mnukuu, si kuwa nimepata hewa vizuri, kwani nilifunikwa blanketi. Nilikuwa hoi
na hapo ndipo afisa wa polisi alisema kuwa yuko hai. Terry alifika hospitalini akiwa hajitambui. Kwa hiyo alipoanza kupata ufahamu, alikuwa tu analia na kutoa matamshi ya harusi na ndoa tu. Akasema kuwa alikuwa amevimba mwili mzima. Isitoshe, alikuwa na kidonda kikubwa tumboni mwake kutokana na jeraha la kisu. Juhudi za kutafuta jamaa wake zilianza. Kanisani nako wasiwasi ulikuwa umeanza kwa kuwa bibi harusi alikuwa onekani. Terry anasema kuwa akiwa hospitalini alipokea habari kuwa hataweza kushika mimba kutokana na jeraha la kisu ambalo lilipasua hadi utumbo lake la uzazi. Kando ya hayo, alipewa matibabu na dawa za kuzuia kushika mimba na hata kuzuia kuambukizwa virusi vya HIV. Terry anakumbuka kuwa alihisi kana kwamba ilikuwa ni makosa yake, na akiwa hospitalini alikuwa anamuomba msamaha mchumba wake, ila mchumba wake alikuwa anampa moyo pamoja na watu wa jamii yake. Mnamo Julai mwaka 2005, miezi 7 baada ya kubakwa, Terry alifunga ndoa na kisha baadaye wakaenda fungate na mchumba wake. Siku 29 baada ya ndoa yao, anakumbuka kuwa nyumba walioamua kuishi maisha kama mume na mke ilikuwa na baridi mno, na kwa hiyo mume wake aliwasha jiko la mkaa ili kujilinda dhidi ya baridi. Terry anasema mumewe wake aliweka lile jiko kwenye chumba chao cha kulala. Baada ya kula chakula cha jioni, mume aliondoa lile jiko na kuweka nje. Wakati hiyo chumba chao kilikuwa na joto la kutosha, ila walipolala mumewe alianza kuwa na shida ya kupumua. Vilevile Terry alianza kuwa na shida ya kupumua, na baada ya muda kidogo mume wake alishindwa kupumua kabisa, huku Terry akijikaza kuwaita majirani ili wamsaidie. Majirani waliosaidia kuwafikisha hospitalini, wote wakiwa katika hali mahututi. Kurudi tena kanisani kwa mazishi ya mumewe, ambapo wasema kwamba kwenye mabano na mnukuu, mume wangu alifariki usiku huo. Sababu ya kifo chake ni kuwa alikuwa amevuta hewa ya carbon monoxide ambayo ni sumu. Hii hewa ilitokana na jiko la mkaa lililokuwa chumbani mwetu. Daktari anasema kuwa ilikuwa na bahati sana kuishi kwa kuwa yeye ama mimi nilikuwa nimevuta hewa hiyo yenye sumu, anakumbuka Terry. Kurudi tena kanisani kwa mazishi ya mumewe, watu walianza kuzungumza vibaya kuhusu Terry, wengine wakisema kuwa amerogwa au yeye ndiye alikuwa na bahati mbaya katika maisha yake. Wengine pia walikuwa na maoni kuwa kule kubakwa kwake kulikuwa na chanzo cha matukio mabaya katika maisha yake. Terry alianza kuamini mengi yaliyosemwa, kwa kuwa hata yeye alikuwa anajiuliza maswali mengi sana, hususan kama kasisi alishindwa kuelewa ni kwa nini Mwenyezi Mungu alikuwa anakubali mateso na mahangaiko ya namna hiyo kumkuta. Terry alijiapiza kutolewa tena maishani mwake, kwani kuhimili matukio kama hayo aliona kama mzigo na mlima mkubwa kuukwea. Anasema kuwa matukio katika maisha yake hayawezi kutamani yampate mtu yeyote, kwani yana uchungu mwingi mno. Wakati huo kuna mwanamume mmoja ambaye alikuwa anamfuatilia mno kupona kwa hisia na pia maisha yake Terry. Huyu ni mwanamume kwa jina Tony Gobanga, ambaye alikuwa anamuhimiza katika maisha na mara kwa mara kumtembelea. Muda sio muda, bwana Tony alimweleza Terry kuwa alitamani kumwoa, ila Terry hakuwa na jibu kwake. Alianza kumweleza anunue jarida moja ambalo lilikuwa limeandikwa kuhusu maisha ya kubakwa kwake, alisome kwanza kabla ya kutamani kumwoa. Na kwa kweli Terry anasema kuwa Tony alisoma kuhusu maisha yake na bado akamweleza kuwa alitamani amuoe. Na je, alipomweleza kuwa hana uwezo wa kujifungua mtoto, Tony alimwambia kuwa watoto ni zawadi kutoka kwa mbinguni, wajaliwe watoto wasijaliwe, yeye anatamani tu Terry awe mke wake wa ndoa. Kwenye mabano anasema kwamba kwa hiyo nilisema ndiyo na kukubali Tony anioe. Ila Tony alipowaeleza wazazi wake kuhusu azma hiyo, kwa kujua kilichompata, walimkataza asimuoe. Licha ya hayo, harusi ilifanywa japo baba mkwe hakufika katika harusi yake. Watu 800 walifika, lakini anaamini wengi walifika kushuhudia harusi yake kutokana na matukio ya maisha yake ya hapo nyuma.
Terry ambapo anasema mwaka mmoja tangu ndoa alipoanza kuhisi vibaya, lakini alipokwenda hospitalini daktari alimwambia kuwa alikuwa na ujauzito. Kwa kweli alishtuka, alijihisi kwamba ni kipi ambacho kimetokea, na kwa kweli baada ya muda alijifungua mtoto wa kike, na baada ya miaka mingine 4 alibarikiwa na mtoto wa pili. Terry ameandika kitabu kuhusu maisha yake kwa jina Crawling Out of the Dark. Kingine ni kuwa yeye na shemiji zake wote, akiwemo baba mkwe na marafiki mno, uhusiano wao uko shwari na amekubalika katika jamii ya mume wake. Ni miaka 12 tangu ndoa yake ya pili, na anasema ana kila sababu ya kutabasamu na kutoa shukrani kwake Mwenyezi Mungu kwa umbali amemlete. Terry anasema kuwa aliwasamehe waliombaka japo hakuwahi kukamatwa na polisi. Anasema kuwa amepona kutokana na iliyomkuta, na ndiposa amefungua shirika lisilo la kiserikali la jina Kara Olmuran, kituo kinachofanya kazi sana kwa waathirika ambao wamebakwa. Sasa hivi Terry Gombaga anaishi nchini Marekani. Yanaitwa maisha. Yakikupatia ndimu, basi tengeneza ile sharubati ambayo ni juice ya limousine, basi ukaanza kuimimina polepole, usinungunike wala kukashifu na kulaani. Maanake maana ambapo unapata kuna machungu kidogo kidogo ndani yake, uchunguzi utapata asali ndani yake. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio 14 Africa.